meneja wa ufuatiliaji haki za binadamu hapa LHRC. Nashukuru mkurugenzi mtendaji kwa kusoma taarifa hii vizuri pamoja na mkurugenzi wa idara. Umeuliza swali la lenye takwimu. Pengine moja umeuliza kwamba hali ikoje juu ya vifaa saidizi. Ni kweli kwamba kwa mujibu wa taarifa za kitaalamu, moja ya changamoto kubwa ambayo inasibu kundi hili la watu wenye albinism ni jua, kwa sababu ya ngozi haina uwezo wa kuhimili mionzi ya jua kutokana na kuwa na upungufu wa melanin. Kwa tukitoka juani hapa, mimi na wewe wote tutaungua jua, lakini wewe kwa sababu na melanin utapata ile protection. Mimi nitaungua straight away. Sasa kulikuwa changamoto ya vitu vitatu. Moja, mafuta kwa maana ya sunscreen lotion. Na hapa pia kumekuwa nafikiri pia na uelewa mdogo kwamba watu wamekuwa wakiita mafuta dawa. Ile sio dawa. Ile ni mafuta ambayo ni yasaidia kujikinga na mionzi ya jua, ambayo mtu yote anaweza kutumia. Lakini kwa mtu mwenye albino atakuwa atumie kuanzia angalau SPF 50 kwa maana ya sun protection factor inayoanzia 50 plus na kuendelea, ambayo anaweza kujipaka na akapunguza ile mionzi ya jua kuathiri ngozi. Lakini cha pili ni kofia pana, kwa sababu kama anafanya kazi kwa 90% maeneo ya juani, let's say mtu ni mkulima au ni mfugaji yuko shambani muda wote, lazima avae mavazi ambayo kwa 90% ama 90 na kuendelea yanafunika mwili. Kwa mfano mimi nimevaa hapa shati ya mikono mirefu, lakini sasa ningekuwa juani ningevaa na kofia pana. Kwa sababu gani? Hata kama nikiwa juani ile madhara ya uunguaji wa jua yatakuwa madogo. Lakini jambo la pili, kwa watoto wa shule ni uoni mdogo. Kutoka jua shule nyingine ni uoni, kwamba uoni upo lakini unakuwa mdogo, low vision. Sasa uoni pia unatofautiana kati ya typology. Albinism iko katika aina nyingi sana. Sasa hapa sio mahala pake. Kuna mwingine uoni wake akiambiwa nisomee panza akasoma. Mwingine hata ikataza hapa ndio ishika, ili asome lazima asogeze kabisa hivi. Sasa kwa watoto wa shule wadogo lazima awe na miwani au zile lens. Lakini cha pili ni lazima serikali pia ipeleke hizi elimu, kwa sababu angalau kila shule moja iwe na mwalimu mtaalamu wa elimu maalum ambaye anaweza kuchukua wanafunzi wenye mahitaji mbalimbali. Wanafunzi asiyeona, wanafunzi anayeona na mwingine wote kwa darasa moja na wote akafundisha. Kwa nini? Anakuwa maybe anaongea. Kwa mfano maybe atamka moja jumlisha moja, huyu anasikia arekodi. Sasa ukija kwenye issue ya mahitaji, kwa mfano kwenye sunscreen lotion, serikali ilijikomiti mwaka juzi kwamba itatoa ruzuku ya fedha ya kwenda toa hizi sunscreen lotion angalau kwenye kila hospitali ya mkoa, ili mtu akiwa na mahitaji anaenda pale. Lakini bado kiukweli mahitaji ni madogo. Ukienda pale hospitali ya KCMC pale Moshi, kulikuwa na center pale ya kuzalisha mafuta, lakini wale wahisani ambao walikuwa wanatoa nafikiri walijitoa. Kwa hiyo ile level ya usambazaji ikawa ndogo. Kwa bado hii imeendelea kuwa ni changamoto. Lakini pia umeuliza issue ya swali lako la pili, umeuliza nini? Takwimu ulisema. Okay, sawa sana. Kwa mujibu wa sensa ya watu wa makazi iliyofanyika hapa nchini mwaka 2022 ilizungumza kwamba iliweka mgawanyiko moja kati ya Tanzania milioni 60 plus, angalau 17% wa Tanzania wale walikuwa ni watu wenye ulemavu kwa jumla. Kati yao sasa watu wenye albino ilikuwa ni 3.01. Kwa hiyo unaweza calculate hapo kama ni mtaalamu wa hesabu, kwenye milioni 60 3% ni watu wangapi? Lakini hata hivyo bado kumekuwa na changamoto ya maybe kuna wengine hawakuhesabiwa, lakini as of now tunatumia takwimu rasmi za serikali ambazo ni sensa ya watu na makazi. Asante sana mkurugenzi. Shukrani. Mimi naitwa Deo Bwire, ni mkurugenzi wa elimu kwa umma au uwezeshaji na ufuatiliaji wa haki za binadamu. Mkurugenzi wakati anasoma amezungumzia kuhusiana na umuhimu wa kutekeleza yale maazimio au amri zilizotolewa na Mahakama ya Afrika kuhusiana na ulinzi wa watu wenye ualbino. Sasa kuna masuala kadhaa ambayo mahakama iliyaweka kwa ajili ya kutekelezwa. Ukiachia mpango kazi ambao ulisainiwa mwaka 2024-25 ambao bado ndio tunazungumzia kwamba haujaanza kutekelezwa rasmi na pia kusambazwa. Lakini pia kuna masuala kadhaa ambayo mahakama iliyazungumza. Mojawapo ni kuhakikisha kwamba serikali inaweka mfuko wa fidia kwa watu wenye ualbino, hususan wale ambao walipata madhara ya kuvamiwa, ya kuumizwa na kadhalika.
lakini kuna masuala mengine kama kufanyia kazi sheria. Kuna sheria ambayo inazungumzia masuala ya uchawi, witchcraft na nini, ambao kimsingi pia inazungumzia zaidi matumizi ya viungo vya binadamu na nini. Kuna masuala ya matumizi ya viungo vya binadamu ambapo kimsingi imani hizi za kishirikina zimepelekea watu watumie viungo vya binadamu kwa ajili ya masuala yao ya kuingia hata kwenye nyadhifa mbalimbali za kiuongozi, siasa, lakini pia na kujipatia utajiri na kadhalika. Kwa hiyo pia serikali ilisisitizwa ifanyie kazi sheria hiyo. Lakini kitu kingine kikubwa ambacho ni muhimu sana, hizi mahakama hususan mahakama ya Afrika imeweka namna yake ya kuhakikisha kwamba nchi ambayo inapewa maagizo na mahakama kuhakikisha kwamba inatekeleza. Kwa hiyo imetoa pia nafasi ya kuwa serikali inapeleka taarifa kila baada ya miezi 6 kuhakikisha kwamba kuna hatua zimefanyiwa kazi. Na hiyo mechanism pia inaitwa implementation yearly reporting na implementation hearing. Yani serikali itaitishwa kwa ajili ya kusikilizwa imefikia hatua gani. Kwa hiyo hivi vitu vyote ni vitu ambavyo ni muhimu kuvizingatia wakati tunazungumzia utekelezwaji wa amri za mahakama katika kuhakikisha kwamba watu wenye ualbino wanapata ulinzi wa kutosha kisheria. Kwa hiyo ndio vitu ambavyo nikasema ni muhimu kuviongezea katika swala la kuhakikisha kwamba ile hukumu ya mahakama ya Afrika kuhusiana na ulinzi wa watu wenye ualbino inatekelezwa kikamilifu. Asante.